Nimechukua nafasi mara ya kwanza kabisa kuzungumza na watendaji wa manispaa wanaofanya kazi za usafi, ambavyo vikundi vyote vinafanya kazi za usafi. Hali ya usafi bado haijaridhisha. Hali ya usafi bado haijaridhisha, na hii ndio kilio chetu kikubwa. Kilio kikubwa niweze kukwambieni kwamba kwa mwaka huu mpaka mwakani tufanye kwenye operation maalum. Ni lazima madiwani sote tujitoe, yena tuiweke pembeni, twende zetu katika utendaji hasa. Kila mmoja kwenye wadi yake ahakikishe kwamba anahamasisha watu, anaelimisha watu, anashirikiana na masheha pamoja na watu wengine na baraza letu kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi na salama. Shukuru sana mkuu wa mkoa kwa kuweza leo kufika ndani ya manispaa yetu hii hapa ya Mjini na kuweza kutoa elimu iliyokuwa fasaha kabisa kwa waheshimiwa madiwani, na pia aliweza kugusia jambo la usafi. Hivyo kweli ni changamoto, lakini sasa nachotaka kuambia wananchi kwamba kidogo kuna mabadiliko yanayokuja, hivyo wavumilie, kwa sababu vikundi vyote ambavyo tulivyoweza kuviweka mwanzo tunaweza pia kuviondosha na tukawaweka watu wa vikosi, vikundi vya vikosi viweze kufanya kazi hiyo, kwa sababu lawama kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi bado hapendezwi na mji wetu ndani ya jambo la usafi. Kwa hiyo tunataka tutumie plan B, na sasa tunataka kuajiri vikosi, vikundi viweze hivyo kuendesha mji, lakini pia kufanya usafi, kwa sababu kama tunavyojua Rais anatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kutusaidia kwa ajili ya kuweka mambo haya yetu ya usafi. Kwa hiyo kwenye hilo tutawaahidi wananchi kwamba sasa tutabadilika na mambo yanawezekana kwa muda mfupi akaonekana mabadiliko, lakini pia tupo katika kuongea na kampuni ambazo zinaweza kujitolea kuja kwetu, na tushaongea na makundi zaidi ya vikundi kama 3 hivi, pamoja na wajasiriamali pamoja na wawekezaji. Kwa hiyo labda nikwambieni tu kwamba sasa pia tunaweza tukaibinafsisha kutoka municipality kwenda kwa wawekezaji ili kusafisha mji, lakini naamini hilo tukiendelea, basi watu wanaweza wakaja kufurahi kwa muda mfupi, kwa sababu wajasiriamali pamoja na wawekezaji hawa wana experience, lakini pia ni kazi yao ambao wanaoijua. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuja katika manispaa na aliyozungumza kuhusu usafi, na sisi tumeyachukua, na kikubwa zaidi kwa kwenda kuyafanyia kazi, kwa sababu mkuu wa mkoa ameyazungumza hayo, lakini Mheshimiwa Rais wa Zanzibar anayazungumza kwa kila siku kwamba manispaa, waheshimiwa madiwani, tutokeni tukafanye kazi, tukashirikiane na wananchi. Kwa hivyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuja, amezungumza, na sisi tumeyachukua tukayafanyie kazi. Changamoto ya usafi kwa Zanzibar sasa hivi, kwanza wananchi wetu hawajaelimika. Tunajitahidi kuelimisha wananchi, lakini bado hawajaelimika, lakini tutaendelea kuelimisha wananchi. Na kikubwa zaidi na vifaa, tuna vifaa chakavu vimeshakuwa vya muda mrefu, na hivyo vinachangia katika kutekeleza huduma zetu za usafi. Kwa kweli leo tumepata hamasa, imetuamsha sana, kwa sababu tuna ari. Kwanza tunashukuru, tuna ari kubwa ya kufanya usafi, kwa sababu tunapoelekea sasa hivi tunaelekea katika Afcon, na hii Afcon lazima mji wetu kwanza unatakiwa uwe msafi. Na vile vile kwa agizo la Mheshimiwa Rais kalishusha mpaka kwa waheshimiwa wa mikoa, wakuu wa wilaya, mpaka limekuja kwetu sisi madiwani,
Kwa hivyo na sisi madiwani tunalishusha kwa wananchi, ili hili jambo kwanza tukalisimamie kama sisi madiwani, kwa sababu sisi ndio walengwa haswa kusimamia hizi kazi zetu za usafi. Na ari tuliokuwa nao leo tumeamka nayo, moja kwa moja tunakwenda kwa wananchi ili tuingie katika mitaa yetu ili tupate tusafishe ili nchi yetu iwe safi.